Wabunge wa Ulaya wamejadili maazimio kuhusu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu na kulaani kitendo cha kukamatwa kwake pamoja na tuhuma zinazomkabili ambazo wamesema zinaonekana kuwa za kisiasa na zinazobeba hatari ya kifo. Hatua hiyo imefikiwa baada ya bunge hilo kufanya kikao cha dharura kujadili suala la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, na wameitaka serikali ya Tanzania kumwachilia mara moja Lissu na bila masharti yoyote ili kuhakikisha usalama wake na haki yake ya kusikilizwa kwa haki na uwakilishi wa kisheria. Wabunge hao wanazitaka mamlaka za Tanzania kukomesha ukandamizaji unaoendelea, ukamataji ovyo, unyanyasaji, mashambulizi na unyanyasaji dhidi ya wanachama wa upinzani, watetezi wa haki za binadamu, watu wa kiasili, wanaharakati, waandishi wa habari na mashirika ya kiraia, na kuchunguza kwa uhuru dhuluma za polisi na kupotea kwa watu, kudumisha utawala, sheria, vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza, uhuru wa vyombo vya habari na mahakama, sheria za uhalifu wa mtandaoni na vyombo vya habari za Tanzania kuwa zizingatie sheria za kimataifa za haki za binadamu, kuheshimu haki za vyama vya siasa na kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Wito kwa mamlaka za Tanzania kurejesha ushiriki kamili wa Chadema katika uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 na kushirikiana na vyama vyote vya siasa katika mazungumzo ya uwazi na jumuishi kuhusu mageuzi ya uchaguzi kwa kushauriana na mashirika ya kiraia na wadau wengine. Wito kwa EU na nchi wanachama wake kuwasiliana kwa kina na mamlaka za Tanzania kuhusu kesi ya Lissu na kufuatilia kwa karibu kesi inayotaka kuzingatia hatua zinazofaa ikiwa hali ya haki za binadamu itaendelea kuzorota. Wanaitaka Tanzania kufuta hukumu ya kifo na kubadilisha hukumu zote za kifo. Wanasisitiza hoja ya EU kuhakikisha kwamba ushirikiano wake wa kimaendeleo na Tanzania, ikiwa ni pamoja na mpango wa Global Gateway unaoendana na uendelezaji wa haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na viwango vya kesi vyenye haki. Kulingana na BBC, wabunge hao wanamwagiza rais wake kupeleka azimio hilo kwa serikali na bunge la Tanzania pamoja na Umoja wa Afrika. Azimio hilo linatarajiwa kupigiwa kura na wabunge hao leo hii Alhamisi tarehe 8 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, kitu ambacho kimekuwa kikijadiliwa kwa ukubwa zaidi na watu wengi wameweza kuibuka na maoni mseto baada ya swala hili kuweza kusambaa sana katika siku ya hapo jana. Wengi wamesema kwamba inaharibu taswira ya Tanzania huko nje, kwa sababu Tanzania inasifika kuwa ni kisiwa cha amani. Tanzania inasifika kuwa ni kisiwa ambacho haki ndio hutawala. Sasa kuona kwamba kuna mambo yanakuwa yanatokea inakuwa inawafanya watu wengi wanakuwa na mashaka. Kuona imefikia wakati na sisi tunaanza kujadiliwa kwenye mabunge ya Ulaya ni kitu ambacho kimekuwa kikiwashangaza watu wengi, na wengi wameamua kufika mahali na kuwataka mambo yaweze kuzingatiwa ili kusudi tuweze kubadili taswira yetu huko nje kwa namna watu ambavyo wamekaa wakitutizama ama wakikaa wanatutazama. Na katika mjadala huo, bunge hilo ambapo limetoa wito kwa serikali ya Tanzania kuirejesha Chadema katika mchakato wa kisiasa na kuhakikisha kwamba haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na haki ya kupata haki mahakamani, pia serikali ya Tanzania ipewe wito wa kufuta adhabu ya kifo na kubadilisha hukumu zote za kifo ambazo zimekuwa zikitekelezwa ama zimekuwa zikitolewa kwa watu mbalimbali, lakini hatujaona zikiwa zinasainiwa kwamba fulani wewe utahukumiwa kunyongwa. Na baada ya mjadala huo wa siku ya hapo jana Mei 7, wabunge wa Ulaya wataandana kupiga kura juu ya maazimio maalum yenye rejea ya mwaka 2025/2690 RSP katika mabano siku ya leo hii Mei 8 kuhusu mjadala huo wa kesi ya Lissu, ambapo bunge hilo limetaka taarifa yao iwasilishwe kwa serikali na bunge la Tanzania, Umoja wa Afrika na mwakilishi mkuu wa sera za mambo ya nje wa EU kwa lengo la kuanzisha mashauriano ya dhati na yenye matokeo ya kweli kwa maendeleo ya kisiasa nchini Tanzania.
Na Lissu anakabiliwa na mashtaka takriban mawili, ambapo moja ni la uchochezi na jingine ni la uhaini, ambalo adhabu yake ni kunyongwa endapo atakutwa na hatia. Hii ni Mbayu TV. Kama bado hujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe. Langu jina ni David Edward.